Asanti. Ninashukuru nafasi hii tena katika jina la Yesu nikukaribishe mtazamaji wa Gospel Voice TV. Na nikwambia kwamba Mungu anakupenda na sisi pia tunakupenda. Ni asante kwa kuchagua Gospel Voice TV ikuwe TV yako. Na niko na imani kubwa ya kwamba kupitia hii Bwana atakufikia hata ukiwa nyumbani na kubadilishia maisha. Ninaitwa Pastor Raphael na nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana. Ninahudumu katika mji wa Meru, mahali panaitwa Makutano, na pade hii Bwana wetu Yesu Kristo anatajwa kwa wingi na anatawala. Nataka nikuletee neno ambalo linasema ya kwamba bingu inaangalia nini ikusaidie wakati janga limetokezea. Washa tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa wingi wa fadhili zako na wema utokanao na wewe. Nitumie tu kama shombo niweze kuleta neno katika ile njia ambayo itakupendeza, na nuru yako Bwana izidi kutuangazia. Ninakaribisha uwepo wako na ukuu wako, na nina imani kubwa ya kwamba utaweza kutenda mambo makuu kwa utukufu wako, na ni kwa Yesu Bwana nimeomba na kuamini. Nirudie tena, ninatizama mambo bigu huwa inaangalia iweze kukubariki ama kutetea wakati janga limetokezea. Neno letu litatoka katika kitabu cha Luka 4 mstari wa 25. Hapa ndipo tutaanzia tukisoga chini kidogo, na niko na imani kubwa ya kwamba utabarikiwa. Ni vizuri nikuelezea maneno haya ya kwamba mtu akiwa katika uso wa dunia, in one way or the other, utakutana na majanga. Mtu akiwa katika uso wa dunia kwa njia moja ama njia nyingine, kuna majanga inakuta watu. Kuna siku zinakuwa too difficult katika maisha ya mwanadamu. Kuna siku inakutana na mwanadamu, wewe kukikusha kulikuwa sawa kama siku zingine zote za kawaida, lakini inafika mahali in the course of time, in the course of the day, ya kwamba janga linakutokezea, ya kwamba unakuta ya kwamba umeshikwa. Aidha ni makosa umefanya ama pia haukufanya makosa, na mwishowe unajikuta umesimama mbele ya judge. Kutoka hapo, yani hiyo siku umeshikwa, hautalala kwako nyumbani, utalala cell. Ukilala sero, kesho ufikishwe kotini. Jaji akwambia sasa, kulingana vile imefanyika ABCD, tunataka cash bill ya milioni 1. Sijui tunataka bodi ya pesa kiwango gani, la sivyo uende lumande, kesi ikiendelea. Unajikuta ile pesa umeitishwa ya kuweza kukusimamia uweze kutoka, hauwezi ukaipata. Haiwezi fikia mikono yako kuipata. Yani unakuta uko kwenye hali sasa ya fix. Ukijaribu kuita watu wenu na marafiki wakusaidie, tayari uko kwa sel, umekaa ndio waweze kukutetea. Hiyo siku inaitagwa siku ya janga. Unakuta ya kwamba siku imekusha kama siku ya ukawaida, alafu umeenda tu hospitali ukipimwa, daktari anakuambia kwamba hatuoni hiyo ugonjwa iko wapi. Yani na wewe unasikia wewe ni mgonjwa kabisa, haipatikani. Yani unaanzia safari pale ya kutafuta madawa, unaanzia safari pale ya kutafuta usaidizi wa madaktari, unahama hospitali na ingine. Yani mwishowe mpaka madaktari wakikutana mahali wa town ile unakaa, wanajuana madaktari wote wakubwa. Kila wakiulizwa wanasema huyu amekuwa my patient, huyu amekuwa my patient, huyu amekuwa my patient. Paka unashindwa nitaenda kwa daktari mwingine gani? Maana nimezunguka madaktari wote wa mji, lakini bado haujapona. Ni janga, ni siku inakujaga hivyo. Ni siku ya janga. Unakuta ya kwamba umejikuta kwa kesi, umejikuta ya kwamba ugonjwa ilikuingia, na kutoka hiyo siku maisha yako si ya kawaida. Siku za majanga zinakuta watu katika uso wa dunia. Na sio hivyo tu. Unakuta ya kwamba ulikuwa na biashara, na biashara yako ilikuwa inaenda vizuri, lakini mwishowe unakuta ya kwamba you cannot tell. Yani wale customer walikuwa wananunua walienda wapi? Hii biashara na ilikuwa inafanya, what has happened? Bona ninakaa kama ni mtu anaanguka. Mpaka wale watu ambao walikuwa marafiki zako wanakuondokea. Siku kama hiyo ilikusha kwa mtu ambaye anaitwa Jeremiah. Biblia inasema karani ile siku alizaliwa. Ilikusha kwa Ayubu pia. Hivi ni kukwambia kwamba kuna siku katika maisha ya mwanadamu inakuwa siku mzito, inakuwa siku of no turning back, ya kwamba mnajibizana na mzee kidogo, ile tu hata hakuna mtu alikuwa na hasira zaidi, yani na ametoka hivyo.
ukafikiria ati ameenda kazini, kumbe ndio mwisho. Hata hiyo nyumba harudi. Siku hizo za majanga, kuna siku zinaitwa siku mzito, na siku hizo mzito, kuna siku wanadamu hawezi kukusaidia. Na hiyo ndio nataka nikujulishe jioni ya leo. Kuna siku mzito ambao mwanadamu hawezi kukusaidia. Mwanadamu hawezi, hata pesa uko nayo haiwezi kukusaidia. Iko siku inakuja ambayo mwanadamu hukutana nayo, na hata kama uko na pesa kiwango gani haiwezi kukusaidia. Inafika ni either wewe na Mungu wako peke yake ndiye anaweza ingilia, ndio hiyo siku uweze kupata msaada. Na ni vizuri nikwambie maneno haya ya kwamba kuna siku na nikuulize hivi, wewe umekosa house rent ya miezi miwili, sasa ni mwezi wa 3, you are frustrated. Maana pia kugogewa nyumba na landlord si kitu mzuri. Anakuja na kugogea nyumba, anakuambia ni rent nitafuga, anakutishia nitafuga, na hiyo pisha mpaka unaona mpaka watoto wa koproti wakikuangalia vile unafanywa wanakuhurumia, ni vile hawajui kusaidia namna gani. Alafu unaitana biguni, unaambia bigu, Mungu wangu na kuomba, wewe unanijua zaidi ya vile ninavyojijua, ninaomba tu uingilie kati, at least unipele, yani hata si chakula. Unasema afadhali nikishika pesa hivi nisikule, nimpelekee landlord ya mambo yaweze kutulia. Imagine uko na miezi 3, alafu kuna mwingine ako na mwezi mmoja, anaona haya ni tarehe 28 mwezi uko karibu kuisha na sijui nitatoa rent wapi. Uelewe ule wa miezi 3 anaomba Mungu, huyo mwezi mmoja anaomba Mungu. Sasa basi Mungu atajibu ya nani? Maana kuna either atajibu zote mbili, ama kuna mmoja atajibiwa na mwingine aambiwe tafuta msaada kwingine, hatutakusaidia. Mbingu inanyamaza wakati unaitisha msaada. Mimi nakuuliza hivi, wewe uko kwa kitanda ya hospitali tayari, amegojeka huyo ako kwenye kitanda na amekaa hapo kwa hospitali mwezi mmoja, mpaka sasa ameacha kuhesabu bill, anahesabu kupona, hajui biru itakalia. We hoja nipone biru, mimi sijui itakiliwa namna gani, lakini nikiwa nimepona nitoka kwa kitanda hospitali, nitajua vile itafanyika, hata kama ni harambee ama ni nini itafanyika, lakini hoja tu nipone. Na ako kwa kitanda, hajaenda kwake nyumbani miezi miwili, na wewe ni kichwa inauma, kichwa tu inauma uko nyumbani. Baba, ninakuomba sasa basi, mimi nikuulize, huyu wa kitanda cha hospitali miezi 3 na huyu mwingine anaomba na ako kwa nyumba ni Panadol anahitaji, swali langu ni je, mbingu itaangalia nani, iache nani? Maana kuna wakati inafika wa majanga, mbingu inaamua tunashughulikia mtu mmoja na hakuna mtu mwingine tutashughulikia. Na tusome hii maandiko, na huyu ni Yesu aliongea hapa. Yesu anaongea, anasema hivi, Luke chapter 4 and verse 25. Anasema lakini ni ukweli. Na Yesu akiongea basi uelewe. Maana hii episode anaongea hapa imeandikwa kitabu cha Wafalme, ni episode ya Old Testament, lakini Yesu anairudia, na ina maana ikifanyika Old Testament, maana hakuwa amezaliwa duniani, alikuwa biguni. Na kwa hivyo hii kuna kitu inatuambia biguni kuna vitu wanafanyanga ambao watu wa dunia wanakosa kuzielewa. Biblia inasema basi ukweli, lakini ukweli ni kwamba palikuwa na wajane wengi katika Israeli wakati wa Elijah. Mbingu zilipofungwa kwa miaka 3 na miezi 6, pakawa na njaa kuu. Biblia inasema mbingu ikafunga, mbingu zikafungwa. Sasa kulikuwa na wajane wengi, hivyo ndivyo Yesu anaelezea. Kulikuwa na wajane wengi. Mwanzo tuelewane, ukisikia mtu anaitwa mjane, ni mtu ambaye ana uhusiano na Mungu. Maana maandiko inasema Mungu ni Mungu wa wajane, Mungu ni Mungu wa mayatima. Mungu ni Mungu wa wajane, Mungu ni Mungu wa mayatima. Maandiko inasema kulikuwa na wajane wengi wakati wa Elijah the Tishbite, na bingu zilipofungwa. Kwa hivyo kuna wakati bingu zinafungwa, ushika hiyo. Kuna wakati bingu zinafungwa, na zilifungwa kwa miaka 3 na miezi 6, pakawa na njaa. Hiyo ni kusema ya kwamba hakukunyesha. Wakati ule Elijah alisema ya kwamba hakutakuwa na mvua mpaka niseme, pakawa na njaa kuu katika nchi. Hata hivyo Elia hakutumwa hata kwa mmoja wao, bali
kwa mjane mmoja tu wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Ati Yakoba ni kama kulikuwa na mkutano walipoona sasa njaa imeingia Israeli na kuna wajane wengi, inajulikana hivyo. Nabii akaitana mkutano, wakaulizana, sasa hii njaa Elijah ametangaza ni kweli? Na amesema hakutanyesha miaka 3, na alisema mpaka aseme, hakusema ni miaka 3, lakini kulisimama njaa, kukasimama mvua miaka 3.5. Nafikiri wajane walianza kulilia Mungu, wewe Baba Mungu wa mbinguni, ulisema wewe ni Mungu wa wajane, naomba unikumbuke. Na nafikiri pisha ilikuwa namna hiyo, Yakoba watu wanaangalia macho yao kule mbinguni, maana hata Daudi alisema tunaangazia macho yetu juu mbinguni, mahali misaada yetu inatoka. Wajane wakaangalia, maana ni wajane legally, na mbingu inaelewa ni wajane legally, si ati watu wa kujifanya, ni wajane legally, wanajulikana ni wajane. Na ya kwamba Biblia inasema ya kwamba mbingu ni kama waliitana mkutano na wakauliza tusaidia mjane gani, na wakakubaliana tunasaidia just one lady ambaye anaitwa the Lady of Sarepta, mjane katika Sarepta, nchi ya Sidoni. Sasa basi, kwani huyu mama alikuwa na nini? Wajane wote waashwe, aponywe. Ni kama hivyo. Ninakuuliza wewe, unaitisha uponyaji na ni kichwa inauma, unataka Panado ya shilingi 15 ama shilingi 20, ili hali mwingine naye ako kwenye kitanda ya hospitali, bilu pale inajihesabu, anawekwa maji, ako kwa life support machine, au na watu wao wanalia, hata yeye mwenyewe anaambia Mungu naomba uniponye. Lakini bigu anaitana, watu wanaambiana tuponye huyu akishwa, ule tuachane na yeye. Kuachana na yeye ni bilu iendelee kuaccumulate ama akufe. Imagine ati kitu kama hiyo inaweza fanyika. Na kwani huyu mama ni nini hii alikuwa nayo? Ili na sisi tuitafute, ndio bingu kukiwa na majanga kama hili lilikuwa Israeli iweze kukutetea. Maana wakati wa corona, miaka mingi ambayo miaka kama 5 imeisha, watu wengi biashara zao zilifunga, watu wengi walifunga. Lakini hivyo wakati wa corona kuna watu waliinuliwa zaidi na zaidi. Sasa kwani hao waliinuliwa zaidi wakati wa corona? Kwani walikuwa na nini? Wengine zao majority zinafunga, lakini wakati wa corona na biashara mingi zimefunga na yeye anainuka. Ni kama hii story hapa. Yakoba bigu imeitana mkutano, na wakasema Yakoba tunashughulikia bali kwa mjane mmoja wa Sarepta katika nchi ya Sidoni. Huyu mama alikuwa na nini? Haya, verse 27. Verse 27. Yesu akasema pia palikuwa na wengi wenye ukoma katika Israeli katika siku za nabii Elisha. Sasa Elijah ameondoka, lakini nyakati zile maandiko inasema ya kwamba watu walikuwa na shikwa na ugonjwa wa ukoma. Watu walikuwa na ugonjwa wa ukoma, ni ugonjwa unakula vidole zinakulika zinakatika. Ugonjwa unakula vidole za miguu zinakatika. Na unaelewa nyakati zile mtu akishikwa na ukoma ni contagious. Haukuwa unashanganyikana na watu. Watu walikuwa nawekwa nje ya kwamba hauwezi karibia mtu. Biblia inasema palikuwa na watu wengi wenye ukoma katika Israeli nyakati siku zile za nabii Elisha. Na imagine ati maandiko inasema lakini hakuna hata mmoja wao aliyetakaswa isipokuwa Naaman mtu wa Shamu. Israeli, imagine hata yule anatakaswa si wa Israeli, ni mtu wa kutoka Syria ndiye analetwa, anatakaswa. Mtu anatolewa Syria na anakuja kuoshwa na Elisha, na Elisha ni nabii wa Mungu katika Israeli, na Waisraeli wako pale na wote wengine wao wako na ukoma. Biblia inasema walikuwa wengi waliokuwa na ukoma na hawakutakaswa isipokuwa Naaman mtu wa kutoka Syria. Hivi ni kusema ya kwamba kuna vitu zinaangaliwa na bingu, kuna vitu bingu inaangalia ndio iweze kutenda vitu zingine, na wengine wakiangaliwa bingu wanasema huyo tuachane naye, huyo tuachane naye, huyo tuachane naye. Yaani mahospitali saa hii tukitizama ukweli kwa uhali ya uhalisia, kuna watu wako nyumbani na wanaita Mungu ni wagonjwa, na wako nyumbani hawajaenda hata hospitali. Na kuna mtu ako hospitali amekaa hospitali wiki 2. Kuna mtu ako hospitali mwezi. Kuna wengine wako kwa life support machine. Kuna wengine wanaongezwa maji, na wote wanaitaniwa kwa Mungu mmoja mbinguni awaponye. Lakini tukiangalia hii statement ni kama kuna kitu kinaangaliwa na mbingu, na ukipatikana na hiyo kitu, hii ni kusema ya kwamba wewe utaweza kushughulikiwa na mbingu na wengine waashiriwe. Ni kweli kuna watu wanalia sana ya kwamba Mungu nibariki unipe kazi. Sasa swali ni je, ni watu wangapi katika uso wa dunia? Dunia tunaambiwa kuna watu around 7 billion plus. 7 billion plus.
7 billion plus. Katika uso wa dunia watu bilioni 7 wanaita Mungu wakimwambia, Bwana Mungu wa mbinguni, ninakuomba ya kwamba unipe kazi ndio familia yangu iweze kupata chakula. Sasa basi, ni wangapi hao watashughulikiwa wapata nafasi za kazi, na ni wangapi ambao hao watakosa nafasi za kazi? Kuna watu wako jela na wengine hata si makosa wamefanya, ni kujikuta tu umejikuta katika hali fulani. Nimewahi yenda kuhubiri jela, nikakuta watu wako jela, na nikiongea na mmoja akaniambia, mimi kabisa ile kitu ilinileta jela mimi sikuifanya. Sasa basi, huyo mtu wako jela anaomba uhuru wake upatikane, aashiriwe atoke hiyo jela, na kuna mtu mwingine ambaye ameambiwa ya kwamba na wewe, na ni kampuni imekwambia utapokea mshahara nusu. Ni kama jela sasa, mshahara yako inakatwa. Sasa basi, unaita Mungu naomba, wewe ni wa huruma mingi, mwambie bosi wangu, ongea na bosi wangu maana sitaweza kumfikia, anisamehe nisipokea mshahara nusu, aweze kunipea mshahara full kama. Na kuna mtu anaitisha full liberty akiwa jela, na kuna mmoja anashughulikia mwingine aachwe. Ni nini Bigu inaangalia? Number 1, Bigu inaangalia katika hali zako za frustration, katika hali zako za frustration, mapigo ya moyo wako wakati uko mwisho katika jambo, bado uko na uwezo wa kumsikiza Mungu, uko na uwezo wa kupatia Mungu nafasi. Wakati unasikia sasa kila kitu kinafanya against, wakati watu wengi wamesukumwa katika hali ya mwisho, tabia ya watu wengi ni kulaani. Mtu anakijikuta katika mwisho. Hebu tuangalie huyu mama, Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 12. Wafalme wa kwanza 17. Tuangalie hiyo mstari, Wafalme wa kwanza 17. Hebu rudi nyuma verse 10, tuanzie 10 kama itawezekana. Biblia inasema hivyo Elijah akaenda Sarepta. Alipofika kwenye lango la mji, mjane alikuwa huko akiokota kuni. Sasa ni yule mama tumesoma Yesu alielezea habari zake. Hivyo akaenda Sarepta. Alipofika kwenye lango la mji, mjane alikuwa huko akiokota kuni. Ati Yakoba walikutana na huyo mama akiwa anaokota kuni. Na mimi ninaamini Yakoba nyakati zile hakukuwa na kamera, nyakati zile hakukuwa na media kama TV, kama radio. Nyakati zile watu hawakuwa wanapigwa picha ati Yakoba huyu hii ndio picha ya mtu ambaye anaitwa Elijah. Ati tuseme mama anaelewa yule mtu alitangaza hakutanyesha ati ni huyu anafanana hivi, ati ndiye huyu amekuja hapa. Hakuna wakati tumeambiwa Elijah shaikaa kwa huyo mjane. Wakati mwingine huyo mjane hakuwa na picha ya Elijah ati Yakoba washaionana na yeye uso kwa uso mara nyingine. Huyo mjane hakuwa na picha ya Elijah ati hivi kwamba anajua yule mtu alisababisha kusinyeshe ni huyu anaitwa Elijah na ndiye anakaa hivi. Lakini Biblia inasema alipompata kwenye lango, na mama ako kwenye hali ya frustration. Sikiza, Biblia inasema alipofika kwenye lango la mji mkuu, lango la mji, mjane alikuwa huko akiokota kuni. Akamuita na kumwambia, naomba uniletee maji kidogo kwenye gudulia ili niweze kukunywa. Akaita yule mama mjane akiokota kuni, akamwambia, ninaomba uniletee maji kidogo kwenye gudulia lako ili niweze kukunywa. Verse 11 inasema alipokuwa anakwenda kumletea, na uelewe Biblia inaelezea hakukuwa na maji, hakukuwa na mvua ya kunyesha miaka 3.5. Na uelewe ya kwamba wakati huo kumekauka. Mimi sijui huyu mama anaenda kutoa maji wapi, na mwenye kusema kusinyesha ndiye huyu ako hapa, na hajitangazi akamwambia ati ni mimi nilisema kusinyesha, kwa hivyo unielewe ni mimi Elijah. Na mama alipoambiwa nenda uletee maji, anaenda kutafuta maji. Kwa hivyo nyakati zile hata kupata maji ilikuwa hali. Na Biblia inasema alipokuwa anakwenda kumletea, akamuita akamwambia, tafadhali niletee pia na kipande cha mkate. Niletee pia na, usiniletee maji tu peke yake, niletee pia na kipande cha mkate. Verse 12 inasema, akamjibu, hakika kama Mungu Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate wowote isipokuwa konzi la uga kwenye gudulia na mafuta kidogo kwenye shupa. Ninakusanya kuni chache nipeleke nyumbani na nikapike chakula kwa ajili yangu na mwanangu, ili kwamba tule kiishe tukufe. Hakuna ingine imebaki. Ile ambayo imebaki ni ya kupika leo, mimi na mwanangu tukule
kiishe, na tukikimaliza kuisha sasa hatuna jinsi ingine, maana mimi ni mjane, sina bora, nitategemea niletee. Lakini hali hii huyu mama alikuwa nayo, na bado anaweza kunegotiate na Elijah. Ni hali ya kwamba amefika mwisho, ni ile unasema ya kwamba sina jinsi ingine. Na ilipofika hivyo, mstari wa 13 inasema Elia akamwambia, usiogope, nenda nyumbani ukafanya kama ulivyosema. Lakini kwanza unitengenezee mimi mkate mdogo kutoka vile ulivyo navyo, kisha uniletee, na ndipo utayarishe chochote kwa ajili yako na mwanao. Sasa imebaki tu chakula ya siku moja. I would like to tell you that this lady is totally frustrated. Kama mtu ameshukishwa hali, unapoona ile pesa uko nayo tu peke yake ni ya nauli peke yake, unapoona tu ile chakula kimebaki ni chakula cha mili ya hiyo wakati mmoja, unapoona tu ya kwamba kile kitu umeshikilia it is too small to sustain you for a day, lakini hivyo unaambiwa na mtu nipatie hii, na unapeana. Nataka nikwambie, kuna moyo unatafutagwa na Mungu kila wakati, moyo ambao unatagulisha Mungu siku zote. Kuna wakati janga linakuja kwa mataifa, janga linakuja kwa mji, janga linakuja kwa familia. Kitakacho kusaidia wakati majanga inakuja ni uweza wako wa moyo, ya kwamba I can release anything even when I am frustrated. Ninamaanisha hivi mpendwa, ndio uweze kunishika. Mumekorofishana na mama, mukajibizana majibu ya maombi ya ABCD, alafu ukasikia kwamba hautaki anything. Ukitoka kwa bedroom ukifika sitting room, unakuta ndio watoto wamewekewa chakula na house girl, wanakwambia daddy tuombe. Wakati huo moyo uko na hasira, umekasirishwa, umepandishwa juu mpaka unasikia kukufa. Alafu watoto wanakusema hawakuli mpaka uombe chakula. Hiyo maombi, ukiwa katika hiyo hali ya frustration, unaweza omba kweli? Hiyo maombi unaona ikiingiana? Unaona ukiwaambia utawaombea ama utawaambia kurani hivyo, na mkisikia kwamba hamkuli mkae hivyo. Sasa wewe ukikuwa katika hiyo hali, ni kusema ya kwamba na wewe wakati utakuwa frustrated, nazo bigu zitakufrustrate. Mama huyu mjane, moyo wake ulikuwa na uweza wa kukosa kufrustrate mtu, ya kwamba hata kama amebakisha chakula cha mili ya siku moja, anaweza kuwa ya kwamba anaweza peana. Kuna hali unazikuta ya kwamba ile pesa uko nayo ni ya house rent peke yake, ama maybe ya chakula ya kukutosha nyumbani ya hiyo siku peke yake, ama umeigawa mpaka unajua tunalipagwa mshahara tarehe 30 na leo tuko tarehe 22, na sasa hii chakula nitaipima mpaka itoshelezee. Lakini ukiwa hivyo unaipima itoshelezee, alafu sister yako anakupigia simu, anakwambia my brother, mimi niko na siku 2 hatujakula katika hii nyumba, mpaka na shida tutafanya nini? Mpaka sasa uko frustrated na yako frustrated. Lakini wewe ni afadhali uko kazi, unangojea tarehe 30 mshahara itaingia. Yeye hana kazi, hajui pesa yake atapata msaada kutoka wapi. Anakulilia, anakuambia tumelala njaa, naomba unifanyie kitu, unisaidie tu ya kwamba nipatie watoto. Asubuhi niliwashemshia maji na nikawaambia wakunywe hivyo waende shule. Sasa leo jioni wakija, sijui nitawafanya nini. Katika hiyo hali ako frustrated kama wewe. Ni nini bigu inaangalia? Hali ya moyo wako itaweza kuwa na nafasi ya kuakomodeti mtu mwingine ama kuakomodeti Mungu. Ukiwa na hiyo uwezo, siku yoyote utaita bingu atakuitika. Huyu mama mjane alikuwa tofauti na wengine, maana hali hii inamkuba ni ya taifa yote, lakini yeye alipata uweza katika hiyo hali ya kuakomodeti Elijah, hata kama hamjui. Elijah anasema uniletee maji na uniletee unga, na ukweli alienda akamtengenezea na akamletea. Hivi ni kukwambia kwamba when you are totally frustrated, wakati wewe umefika mwisho, wakati wewe unasikia kwamba hakuna kitu kingine kinafanya kazi, will you accommodate someone? Same case na huyu kijana, huyu mzee anaitwa Naaman the Syrian. Biblia inasema ya kwamba alikuwa army commander, na alijuaje ya kwamba Israeli ya kwamba kuna uponyaji inaweza patikana? Biblia inasema katika nyumba yake kulikuwa na Israelite slave girl.
kulikuwa na Israelite slave girl. Kale kasichana kakamwendea mama mwenye nyumba, kakamwambia, na huyu bwana wetu, the master, huyu bwana wetu akienda kule kwetu Israeli anaweza ponywa. Kule kwetu kuna dawa, kuna kitu inaweza mfanya apone hii ukoma yake, acha kukaa hivi alivyo. Now listen, mimi nikuulize, huyu msichana ambaye alikuwa ametekwa mateka akuwe slave, ili akuwe na huyu moyo, kwani alikuwa anatiritiwa kama namna gani? Igawaji anaitwa slave, ukiona ana wish the well-being ya mkubwa wake, ni kusema ya kwamba Naaman na mkewe walikuwa na tiriti ule msichana vizuri. Igawaje ni ya slave girl, kuna kitu kilikuwa kinashikilia, kinasababisha Naaman na mkewe wanatiriti watu vizuri. Na wakati huo wanatiriti ule msichana vizuri, ni mtu ambaye akona ugonjwa wa ukoma, ni mtu ambaye mwili wake si mzima. Na unaelewa mtu akiwa mgonjwa, wewe unaelewa vile watu wana fake ugonjwa na wanataka kuhurumiwa siku zote. Lakini hivyo Naaman akiwa katika hiyo hali na akona slave girl, alikuwa na nafasi ya kumshikilia yule msichana na hali ya utu, kiwango cha kwamba msichana anawazia mkubwa wake mema. Anasema akienda kule kwetu Israeli anaweza ponywa. Msichana hata haobi aachiliwe huru ati arudi kwao, hapana, anaomba Naaman aende Israeli akaponywa. Meaning uweza wa kukaa na mtu na kumshika katika hali ya ubinadamu. Kuna watu wanakaa na watu wengine and you don't take people like people. Tafadhali mpendwa, ukiwa na wafanyikazi wanakufanyia kazi kwa shamba, washike kama watu, maana siku ya janga bigu itaangalia. Nilimpatia watu wafanyikazi kwa shamba, aliwatiriti namna gani? Nimeona mtu ambaye amepea wafanyikazi kazi kwa shamba, na hiyo shamba hakuwa amejenga nyumba, na kwa hivyo kuna kanyumba kale kanaitagwa kasaiti, kanyumba kadogo tu kamejengwa pale. Alafu watu wakakibia wakaingia kwa hiyo nyumba, kukabaki watu wawili wamebaki ambayo hawakuwa na nafasi ya kuingia kwa hiyo kanyumba, kamejaa na hakuna boma nyingine iko karibu. Wakakibia kwa gari ya boss, na bosi ameingia kwa gari, yeye amejifungia ndani, na kwa kiti ya nyuma hakuna mtu ameketi. Alikataa kufungua milango, walinyeshewa hapo na mvua, walinyeshewa na mvua. Akasema hamwezi ingiza matope kwa gari yangu, haiwezi ingia matope. Hii ni kukwambia kwamba hali ya moyo, ni kweli yako na mali, ni kweli yako na pesa, lakini hali ya moyo, utu wa moyo hana. Naye nakwambia hali kama hii, wakati wa janga mtu hupata shinda. Bigu anaitana mkutano, anauliza tumsaidie. Kwa nini wenye ukoma wasisaidiwe? Kusaidiwe mwenye ukoma mmoja, na Biblia inasema walikuwa wengi, walikuwa na ukoma wakati ule Israeli. Hivi ni kukwambia kwamba kuna vitu Mungu inaangalia: uhalisia wako wa moyo wa kubeba watu wengine, uhalisia wako wa moyo wa kufanya mambo. Ishara ya kwamba huyu Naaman alikuwa mkarimu. Unapoona wakati ule alienda na akaponywa na akarudi kwa Elia, kwa Elisha hawakuonana, akaondoka. Wakati Gehazi alifuata Naaman, chochote aliambiwa, chukua chochote unachotaka. Sijui hali yako ya ukarimu iko katika kiwango gani, lakini uhalisia ni ya kwamba mtu mkarimu hupatiwa zaidi ili aweze kusaidia wengine. Ninaamini Naaman the Syrian, hata ukiangalia vile alikuwa amebeba akija kumwona Elisha, Biblia inasema alikuwa amebeba gora 50 za nguo, gora 50, na fedha zilikuwa zimejaa gunia 2. Fedha zimejaa gunia, zilikuwa nzito. Ingawaje Biblia haijatwambia ni kiasi gani, lakini uzito wake uko wa hizo fedha. Ninaongea hivyo ndivyo uweze kuelewa. Wakati uko frustrated, unaendaga kanisa. Wakati uko frustrated, ukipigiwa simu na mtu, una behave namna gani? Wakati uko frustrated, uko na nafasi ya kuaccommodate mtu mwingine. Wakati unaona safari yako kila kitu hakikwendei sawa, una mawazo ya mtu mwingine na kuingia vile unaweza msaidia. Ukikosa hii, kuna siku utakuwa frustrated. Na mimi nataka nikuombe mbele ya Yesu na mbele ya Mungu, ya kwamba Mungu akupatie kibali. Kuna watu walisaidia Paulo sana. Ukisoma Warumi 16, watu walimsaidia. Wakati ule kulikuwa na persecution ya makanisa, watu walisaidia Paulo sana, mpaka anasema, Mungu ninaombea huyu ya kwamba aweza kusimama mbele yako siku moja kwa sababu ya vile amenisaidia. Yaani watu wako kwenye frustration, makanisa inapigwa, lakini watu wanafisha wengine. Hata yule mama kahaba, yule mama ambaye anaitwa Rahab,
Wakati huo Jericho ilikuwa frustrated kwa sababu ya hao spies wanajulikana Israeli, Mungu wao anawapigania sana. Lakini Rahabu na hiyo hali ya frustration ya kwamba mfalme akijua ya kwamba umemfisha mtu anakuua, Rahabu hakuogopa hiyo. Katika hiyo hali nayo ilimpatia nafasi mbele ya Mwenyezi Mungu. Naomba katika frustration zako na wakati unahisi umefika mwisho, bado ukuwe na nafasi ya Mungu na nafasi ya watu. Acha nikuombee. Baba, katika jina la Yesu ni asanti kwa ajili ya hii nafasi umenipatia, ni neno lako. Nina imani kubwa ya kwamba yeyote ambaye nimenena na yeye katika frustration yake kuanzia sasa atakuwa na nafasi ya kuaccommodate mtu kwa utukufu wa jina lako. Ninamuitishia kibali na ukuu wako. Maisha haya iko na frustration. Watu wanakutana na majanga na wanakuta vitu zinazozuia maisha yao isonge mbele. Ninamwombea amani na ushindi, nikiomba ya kwamba Bwana umtengenezee njia. Ninamuitishia kibali na neema ya kwako na kuomba ya kwamba wewe unayefungulia watu njia, vile ulitetea Naaman na vile ulitetea the widow of Sarepta, uweze kumtetea mtazamaji wangu siku ya leo, aone wema na ukuu wako, na ni kwa Yesu Bwana tumeomba, amen. May God bless you. Na Mungu akutendee mema, na ninakuombea kwamba ndoa hiyo yako haitakufrustrate, watoto wako hawatakufrustrate, na mahali unafanya kazi hautakuwa frustrated. Mungu ataigiria na atakusaidia kwa utukufu wa jina lake. Ninaitwa Pastor Raphael. Ukitaka kusupport na ninakuomba support katika jina la Yesu, unaweza tuma msaada kwa 0725000070 na utabarikiwa. May God bless you. May God be with you. Bye bye.